Wanajeshi watatu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC wameuawa baada ya shambulio la anga lililodaiwa kufanywa na Marekani kulenga mkoa wa Zanjan ulioko kaskazini magharibi mwa Iran. Taarifa hiyo imetolewa na tawi la IRGC katika mkoa huo ambalo limesema wanachama hao walifariki dunia wakati wa shambulio lililotokea hii leo Alhamisi, Julai 30 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Tasnim, wanajeshi hao walikuwa sehemu ya kikosi cha Ansar al-Mahdi, kitengo kinachofanya kazi chini ya IRGC katika mkoa wa Zanjan. Taarifa hiyo imeeleza kuwa wanajeshi hao walipoteza maisha wakitekeleza majukumu yao ya kijeshi baada ya kile kilichoelezwa kuwa ni shambulio la kikatili la utawala wa Marekani. Hata hivyo, mamlaka za Iran hazijataja majina ya wanajeshi hao wala kutoa taarifa kuhusu idadi ya majeruhi wengine au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na shambulio hilo. IRGC imeeleza kuwa tukio hilo linaonyesha kuendelea kwa kile ilichokiita uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran, huku likisema kuwa wanachama wake waliouawa ni mashahidi waliotoa maisha yao wakilitumikia taifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa vikosi vya Iran vitaendelea kutekeleza wajibu wao wa kulinda usalama wa nchi hiyo licha ya mashambulizi yanayoendelea. Shambulio hilo linajiri wakati mvutano kati ya Iran na Marekani umefikia kiwango cha juu kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi yaliyofanyika katika siku za hivi karibuni. Marekani imekuwa ikitangaza kuendelea na operesheni za anga dhidi ya malengo ya Iran, ikisema ni hatua za kujibu mashambulizi yaliyolenga vikosi vyake na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kuwa itajibu mashambulizi yoyote yanayolenga ardhi yake au vikosi vyake vya kijeshi. Mkoa wa Zanjan ambao upo kaskazini magharibi mwa Iran haujawahi kutajwa mara kwa mara katika mashambulizi ya awali yaliyohusu mzozo huo. Hali hiyo imeibua wasiwasi kuhusu upanuzi wa maeneo yanayolengwa na mashambulizi ya anga, huku wachambuzi wa masuala ya usalama wakisema kuwa operesheni hizo zinaweza kuashiria mabadiliko ya mkakati wa kijeshi wa Marekani katika vita vinavyoendelea dhidi ya Iran. Hadi sasa Marekani haijatoa taarifa rasmi kuthibitisha kukanusha shambulio hilo lililoripotiwa na Iran. Ukosefu wa uthibitisho kutoka Washington umeacha maswali kuhusu malengo halisi ya operesheni hiyo na kiwango cha mafanikio yake. Hata hivyo, taarifa za awali zinaonyesha kuwa Marekani imekuwa ikiendeleza mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodaiwa kutumiwa na vikosi vya IRGC katika sehemu mbalimbali za Iran. Kifo cha wanajeshi hao watatu kinaongeza orodha ya maafisa na wanachama wa IRGC waliopoteza maisha tangu kuanza na kuongezeka kwa mapigano kati ya Iran na Marekani. Wataalamu wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi na hatua za kulipizana kisasi kunaweza kuongeza hatari ya vita kupanuka zaidi na kuhusisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaweza kuathiri usalama wa kikanda, biashara ya kimataifa na soko la nishati duniani. Wakati juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano zikiendelea kukabiliwa na changamoto, pande zote mbili zinaendelea kutoa kauli zinazosisitiza utayari wao wa kujibu mashambulizi yoyote mapya. Hali hiyo inaashiria kuwa mzozo kati ya Iran na Marekani bado uko katika hatua nyeti, huku jamii ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yake kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mapigano na athari zake kwa eneo zima la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.